Leo ni Dominika ya tatu ya Kwaresma mwaka A. Ujumbe wa neno la Mungu katika Dominika ya leo: achana na maji yasiyomaliza kiu, tafuta maji ya uzima wa milele. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa analalamika kila siku kwamba kiu itaniua, kiu itaniua, lakini kila mara alionekana akiwa anakunywa soda, lakini analalamika kiu inaniua. Baadaye akaenda baharini akachota maji ya bahari akaanza kunywa, lakini analalamika kiu inamuua. Baadaye akanywa bia. Baada ya kunywa bia, kesho yake analalamika kiu inamuua. Baadaye akanywa pombe hizi kalikali hizi zinaitwa spirits nini, lakini kesho yake alipoamka anasema kiu inaniua. Baadaye akapewa maji ya kunywa, akanywa ya kutosha kabisa, akasema kiu imeisha. Lakini kesho yake jua lilipowaka akasema kiu itamuua. Ndugu zangu, huenda maji ambayo tunatumia tunadhani yanamaliza kiu, kumbe hata hayamalizi kiu, yanatuliza tu kiu kwa muda. Masomo ya leo yanatoleka tutafute maji ya uzima wa milele ambayo mtu akiyanywa hatasikia tena kiu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17. Somo hili linaelezea matukio ambayo yalitokea miaka 1450 mpaka miaka 1350 kabla ya kuzaliwa Kristo. Wana wa Israeli walipokuwa wanapita kule jangwani, walisahau wema wa Mungu, wakaanza kumnung'unikia Musa. Wakasahau kabisa kwamba kuna Mungu aliyewatoa Misri akawaleta mahali walipokuwa. Wakamwambia, tunakufa kwa njaa huku, tunakufa, hakuna maji, kwa sababu tunaona kiu. Lakini Mwenyezi Mungu kwa wema wake akamwambia Musa agonge mwamba na maji yakatoka na wakanywa maji. Lakini baada ya muda sio mrefu waliona tena kiu, na maji yale waliokunywa yaliwapa tu uhai kwa muda mfupi, na baada ya muda wengi walikufa. Hakuna hata mmoja aliyeingia katika nchi ya ahadi. Hata Musa mwenyewe hakuingia katika nchi ya ahadi, kwa mujibu wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 34 aya ya kwanza hadi ya 8. Somo la Injili. Injili inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 4 na ni kuanzia mstari wa 5 hadi wa 42, na ni kuhusu kisa cha mwanamke Msamaria na Yesu katika kisima cha Yakobo. Kisa hiki kinaanza kwa kumwonyesha Yesu akienda kisimani, tena ilikuwa ni muda wa mchana na jua lilikuwa ni kali, pengine labda alikuwa na kiu pia, na alipofika kisimani akaketi pale. Baada muda sio mrefu akaja mwanamke ambaye ni Msamaria. Sasa tuangalie tofauti iliyopo kati ya Wasamaria na Wayahudi. Wasamaria sio Wayahudi kwa ukamilifu wa 100%. Wasamaria ni kundi la Wayahudi ambao walichanganya damu zao na mataifa mengine. Wasamaria walikuwa waabudu Yerusalemu kama Wayahudi walivyokuwa wanaabudu Yerusalemu, mahali ambapo palikuwa na hekalu takatifu. Wao waliabudu kwenye mlima Gerizimu. Na kiutamaduni Wayahudi hawakupaswa kuweka ukaribu na Wasamaria kwa sababu ya miiko ya kiutakaso. Basi inaonekana Yesu akiwa hapa kwenye kisima, huyu mwanamke Msamaria anakuja na Yesu anamuuliza maswali kadha wa kadha. Swali la kwanza anamwambia, naomba unipe maji. Basi mwanamke yule anamwambia, utaniombaje maji wewe ambaye ni Myahudi? Basi Yesu anaanza kumfundisha, anamweleza kwamba yule mwanamke angejua anaongea na nani, basi angemuomba yeye ampe maji ya uzima wa milele. Basi mwanamke anamwambia, utachotaje maji huku na ilhali huna hata kitu cha kuchotea? Yesu akamwambia, maji haya ambayo ni ya uzima wa milele, anayeyanywa hataona tena kiu kamwe. Ni tofauti na yale maji waliokunywa Waisraeli kule jangwani wakafa, lakini maji ya uzima wa milele anayeyanywa hataona kiu kamwe. Sasa maji ya uzima wa milele ni yapi? Yesu anamuuliza tena huyo mwanamke swali la pili, nenda kaniitie mumeo. Mwanamke anasema sina mume. Na Yesu anamwambia, ni ukweli huna mume, maana umeshakaa na waume 5 na kwa waume zako na uliye naye sasa hivi pia sio mumeo. Basi huyu mwanamke anamwambia, wewe ni nabii? Halafu anamwambia, babu zetu waliabudu katika eneo hili na kutolea sadaka katika eneo hili, lakini wewe na Wayahudi wengine mwasema tuende tukaabudu huko Yerusalemu. Utofauti kati ya Msamaria na Myahudi inaanza kuonekana waziwazi. Yesu anatoa sasa jibu la maji ya uzima wa milele.
itafika wakati ambapo watu hawatamwabudu tena Mungu katika hekalu la Yerusalemu au katika mlima Gerizimu, bali watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli ni wale ambao wanamwabudu Mungu kwa kupitia Roho Mtakatifu na kwa kumsadiki Kristo na mafundisho yake. Huko ndio kumwabudu Mungu. Hiyo ndio ibada iliyotimilifu. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli, hayo ndio maji ya uzima wa milele. Siku ya ubatizo tulimwagiwa maji, baadaye tukaambiwa na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sasa ile ni ishara ya Roho Mtakatifu, uzima wa milele, maji ya uzima wa milele ambayo mtu akiyanywa kwa kweli hataona kiu tena. Na jambo la tatu na la mwisho, huyu mwanamke baada ya kufanya mahojiano na Yesu pale mlimani kwa muda mrefu, basi anaacha mtungi wake, anakimbia, anakuwa misionari kwenda kuwainjilisha Wasamaria wenzake. Basi Wasamaria wanakuja, wanamsikiliza Yesu, wanamfuata Yesu, na Wasamaria wanakuja kushuhudia, wanasema hakika huyu ndiye Masiha, ndiye mkombozi. Kwa hiyo sasa katika Dominika ya leo tunapata ujumbe gani? Walau mambo matatu. Jambo la kwanza na ambalo ni la msingi kabisa, tuachane na maji ambayo sio ya uzima wa milele. Maji ambayo mtu akiyanywa anaona kiu tena. Tuachane na maji ya sampuli hiyo. Maji ambayo ni ya kidunia, hayo ndio maji ambayo mtu akiyanywa anaona kiu tena. Tutafute maji ya uzima wa milele. Huyu mwanamke Msamaria alipopata maji ya uzima wa milele, tunaambiwa aliacha mtungi wake pale kisimani, akaenda kuwahubiria watu kuhusu haya maji ya uzima wa milele ambao ni Yesu mwenyewe. Hakuangaika tena na maji yale ya mtungi kule kisimani. Aliacha mtungi wake kule, akaenda kuwahubiria watu kuhusu maji ya uzima wa milele. Na pengine aliyaonja maji hayo, na ndio maana hakuona sababu ya kuendelea kung'ang'ania maji haya ambayo hayana uzima wa milele. Sasa maji ya uzima wa milele yakoje, na maji ambayo mtu akiyanywa ataona tena kiu yakoje? Maji ambayo mtu akiyanywa ataendelea kuona kiu, basi yamefupishwa katika waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya 5 aya ya 20 aya ya 19. Basi matendo ya kidunia yanajulikana. Sasa matendo ya kidunia ni yale ambayo hayaongozwi na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio uzima wa milele wenyewe, na kuyashika mafundisho ya Yesu ndio uzima wa milele wenyewe, na hayo ndio maji ya uzima wa milele. Basi neno la Mungu linatuambia hivi, basi matendo ya kidunia yanajulikana, ya kidunia ambayo sio ya Roho Mtakatifu wala sio ya Yesu, na ambayo mtu akiyanywa lazima aone kiu tena. Matendo ya kidunia yanajulikana: uzinzi, uasherati. Mtu akifanya mambo haya kwa kweli hawezi akatosheka, lazima aendelee kuona kiu. Ufisadi, mtu akiiba ataendelea kupenda kuiba. Kuabudu sanamu, akianza tu ataendelea kuziabudu. Uchawi, mtu akianza uchawi mara nyingi haachi. Ndio maana inachukua muda mrefu sana kumaliza tatizo la uchawi. Uadui, ugomvi, wivu, hasira, uchoyo, mabishano, mafarakano, husuda, ulevi. Tukishaanza kuwa mlevi, yani mpaka muondoe huko ni kazi sana. Ulafi, tukishaanza kupenda kula mno, basi inakuwa ni changamoto kumuondoa huko, na mambo mengine yanayofanana na hayo. Na waambia tena, kama nilivyokwisha kusema, watu wanaotenda mambo hayo hawatapata ufalme wa Mungu, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yanasababisha kiu tena na tena na tena, na ni ya kidunia, sio ya kiroho. Lakini sasa tabia za watu ambao sasa wamepata maji ya uzima wa milele, tabia zao ni zipi? Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho Mtakatifu ni upendo. Mtu akishakuwa na upendo na uzima wa milele, akishapenda anapenda wakati wote. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Haya ni matunda ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na mtu ambaye anaishi kwa upendo na kila mtu, ambaye ana furaha ndani ya moyo wake, ambaye ana amani ndani ya moyo wake, ambaye ni mvumilivu katika changamoto mbalimbali. Sio kwamba haoni mabaya, yapo, anaona, lakini anavumilia. Ambaye ni mwema, ambaye anafadhili, ambaye ni mwaminifu katika kile anachokisema na kile anachokitenda, ambaye ni mpole na ambaye ana kiasi katika kula na kunywa. Huyu mtu ana maji ya uzima wa milele na ana furaha. Ni waache na kibao cha Baraka Mwinshe. Sasa ninahamia mtaa wa 7. Yaani sasa ndugu zangu, mimi nikualike tu, kama unakunywa
maji ambayo yatasababisha kiu tena, ambayo tumeyataja hapo. Hebu hama sasa, ingia katika maji ambayo ni ya uzima wa milele. Ruhusu roho yako sasa yakubali hayo maji ya uzima wa milele. Yaani ni sawa na kusema kwamba ninahama sasa kutoka katika mtaa huu niende katika mtaa wa 7, mtaa mkamilifu, mtaa ambao una matunda 7 ya Roho Mtakatifu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tushike na kukaa nawe daima.